Wawili wamefariki na wengine 5 kujeruhiwa katika ajali ya barabarani iliyohusisha matatu aina ya Nissan na lori eneo la Arimi kando ya barabara ya Njoro kuelekea Elbagon mjini Nakuru Alhamisi jioni. Kulingana na mashahidi, magari hayo mawili yaligongana ana kwa ana baada ya matatu hiyo kukosa mwelekeo. Waliojeruhiwa walipelekwa katika hospitali ndogo ya kaunti ya Molo. Chechi Josephine anatufungulia taarifa zetu na taarifa hii. Watu 12, wanaume 6, wanawake 5 na mwanafunzi mmoja wa kike walifariki na wengine 5 kujeruhiwa katika ajali ya barabarani iliyohusisha matatu ya Nissan na lori eneo la Arimi kando ya barabara ya Njoro kuelekea Elbagon mjini Nakuru Alhamisi jioni. Matatu aina ya Toyota Hiace ya abiria 14 yenye usajili na KCB 554Y mali ya Nakuru K Sacco iligongana ana kwa ana na lori aina ya Isuzu lenye nambari ya usajili KBR 024K lililokuwa likitoka Nyahururu kuelekea Molo. Iligongana ana kwa ana baada ya matatu hiyo kudaiwa kukosa udhibiti. Gari imekata breki uko sehemu za juu Cheponde, kufika hapa amko ikakatika ama ikapasuka miguu, ikapiga lori. Kulingana na John Muriithi, manusura ambaye alikuwa kwenye lori lililokuwa likitoka Nyahururu kuelekea Molo, matatu hiyo ilipinduka baada ya kugongana ana kwa ana na lori. Nilikuwa natoka Nyahururu nikielekea Molo, tukapata accident hapa Arimi. Tukagongana na Nissan ilikuwa imekuja ikatoboka mguu, ikaroro ikatukuta ikatugonga. Wasamaria wema wakakuja wakatutoa kwa gari na dereva akaenda hospitali, lakini mimi sikuwa nimeumia sana, ndio niko hapa. Na wao wengine wa Nissan wakakufa. Akizungumza na wanahabari katika eneo la ajali, mwakilishi wadi wa Elbagon Peter Njuguna alisema miili hiyo ilihamishwa katika hifadhi ya maiti ya hospitali ndogo ya Molo, huku majeruhi wakiendelea kupata nafuu katika hospitali hiyo. Tunahuzunika ya kwamba watu zaidi ya 10 wamepata kuaga dunia na manusura pia wamepelekwa kule katika mahospitali zetu. Wengine wamepelekwa Moro na watu wengine wamepelekwa upande wa Nakuru. Pia tunahuzunika ya kwamba tumekuwa na mtoto wa shule ambaye inasemekana alikuwa mtoto wa shule ya DB ambaye alikuwa anaenda nyumbani. Pia ameanza kutuacha. Wakazi hao walitoa wito wa kukarabatiwa kwa haraka kwa barabara hiyo ili kuzuia ajali zinazoshuhudiwa mara kwa mara katika eneo hilo. Juzi last week kumekuwa na ajali hapa na ni haya mashimo tu, na vile ambavyo hii barabara imekuwa ni nyembamba. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba waweze kutusaidia kuweza kutupanulia hii barabara angalau tuweze kuokoa watu wengi. Chechi Josephine, TV 47 Nakuru.